Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya kila mmoja aliyetoa, na hata wale ambao mioyo yao imetamani lakini kwa sasa hawakuwa navyo. Tunaomba kwamba Bwana pia nao utawafungulia njia ndiposa wapate, kwa utukufu wa jina lako. Kila mkono ulionyosha na kutoa, tunaomba baraka zako Bwana zikajae, utele wa uzima wako Mfalme ukawe juu yao pamoja na nyumba zao, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Praise the name of the Lord. Hebu mtigishe jirani yako kidogo, muulize, je, uko tayari kusikia neno la Bwana? Je, muulize wengine, je, uko tayari kusikia neno la Bwana? Uko tayari? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Bwana ametupatia nafasi ya kusikia kutoka kwake. Na maandiko yanasema wazi ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Ya kwamba kuna uhitaji wa vyakula, kuna uhitaji wa ugali, kuna uhitaji wa mchele, kuna uhitaji wa mikate ya supermarket, kuna uhitaji, lakini kuna kitu kingine cha zaidi na cha muhimu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nayo ni neno la uzima. Bwana Yesu asifiwe. Neno la uzima ambalo linatujia jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wako tayari kusikia kutoka kwa Bwana? Haleluya. Basi naomba tu kwa dakika moja mwambie Bwana, sema na moyo wangu katika jina la Yesu Kristo. Sema nami ni tayari kusikia. Sema nami ni tayari kusikia. Sisikii mtu akiomba. Mwambie Bwana, sema na moyo wangu. Sema na moyo wangu. Sema na moyo wangu. Ni tayari. Ni tayari. Ni tayari. Ni tayari. Neno ambalo litaleta mabadiliko, mapinduzi, mageuzi yanaletwa na neno la Bwana jioni ya leo. Kuna familia ambazo Bwana anazisaidia. Kuna neno ambalo linakuja ambalo litakomboa jamii nzima, litatoa jamii nzima kwenye shimo, litatoa jamii nzima kwenye giza na kuingiza jamii hiyo kwenye nuru na utele wa uzima wa Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Moyo wangu uko tayari, moyo wangu uko tayari, moyo wangu uko tayari, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana wa Bwana. Asante Mfalme Mungu wetu. Basi jioni leo Bwana ametupatia neema ya kupata huduma ya mtumishi wa Mungu ambaye ndiye kiongozi wetu wa team hii ya Rock Movement. Kama jinsi ambavyo tumeelezwa, yeye ndiye Bwana amemteua. Yeye ndiye mbeba maono wa hiki chote unachokiona. Bwana aliweka ndani ya moyo wake, na sasa ni vision ambayo imezaliwa na inakuwa siku baada ya nyingine. Na kwa hivyo kwa makofi mengi, kwa sababu huyu si mtu tu wa kawaida, ni mtu ambaye Mungu amemsaidia na kuwezesha. Haleluya, 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 haleluya. Haya, sasa kwa pamoja tumrudishie Bwana utukufu wote. Haleluya, haleluya. Makofi ya Kristo Yesu ni ya juu. Haleluya, utukufu wote ni wako, utukufu wote ni wako. Tunakurudishia Bwana. Asante Mfalme, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Twasema asante, twasema asante kwa Mungu wangu, kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa wema wako, zako zadumu. Twasema
asante, nasema asante, asante nasema asante kwa wema Ningependa ungane na sisi tunapomshukuru Bwana kwa kuwa amekuwa nasi kuanzia Ijumaa. Shetani alitaka kujitukuza, lakini Bwana amekuwa na sisi. Amekuwa nasi jana Jumamosi, leo Jumapili, bali huu ni Ebenezer. Ningependa tu ufungue kinywa chako, mwambie Bwana asante. Asante kwa kujitukuza. Asante kwa kushukuru. Bwana asante. Thank you Jesus. Thank you. Asante Bwana, Mungu mwaminifu. Asante Bwana, utanena na watu wako, na Bwana mwisho wa yote utajitukuza. Kwa wale utaponya utakupa shukrani. Kwa wale utabadilisha nia na njia, asante. Asante maana Bwana utatenda yale mwanadamu hawezi tena. Asante maana utajiinua na utajitukuza. Tumekuinua mahali hapa kuvutia watu wako na mioyo yao kwako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Wakingali tumpigie Bwana makofi. Makofi ya Bwana sio chini. Makofi ya Yesu ni chini. Makofi ya Kristo sio chini. Makofi sio katikati. Makofi ni ya juu. Na tunaongeza na shangwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni furaha iliyoje kufika mahali hapa tena siku ya tatu. Tunaamini kwamba siku ya tatu ni siku ya ufufuo. Tunaamini ya kwamba siku ya tatu ndiyo kaburi halikuweza kumshika tena Kristo Yesu. Tunaamini ya kwamba siku ya tatu ni siku ya umoja wa Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaamini ya kwamba siku ya tatu ni siku ya kipekee, ni siku ya nuru kwa utukufu wa jina la Bwana. Kwa tuna ujasiri wa ajabu tukijua kwamba Bwana amefanya mambo tena na atatenda tena. Ingawaje hatuyaoni, lakini tunaamini yametendeka. Huku chini chini Bwana amejitukuza, huku juu juu Bwana amejitukuza, mbele pia amejitukuza, nyuma amejitukuza, na kwa mioyo yetu amejitukuza. Haleluya. Kwa dakika chache ningependa tuungane, na najua ule wakati ambapo shetani anataka kuambie
kuna mboga inaiva kule chini, anakwambia kimbia kidogo utarudi, wakicheza mziki tena. Ningependa usimame mahali ulipo. Maana najua Bwana atanena na moyo wako. Haleluya. Huenda sifa zisikuponye, lakini neno litaponya. Andiko anasema kwamba nilituma neno langu na likapata kuwaponya. Na popote alienda alitenda mema. Kwa hivyo usitarajie mabaya jioni ya leo. Tarajia mema. Luka 15 mstari wa 11. Luka 15 mstari wa 11. Kwa majina naitwa Josephat Mwaura. Mara mingi mimi usahau jina langu, maana ya kazi ambayo Bwana ametuitia ni kwa ajili ya mwili wa Kristo, na kwamba neno la Bwana ni la muhimu kuliko kanisa lile ambalo tunatoka, kuliko mahali tunatoka na kazi tunazofanya. Tumekuja ili tukaweze kuungana pamoja na wakazi wa Mwakingali, tukaweze kuombea mji wetu. Tunaamini Voi ni njema, lakini Bwana ana makusudi ya kuifanya njema zaidi. Haleluya. Tunaamini ya kwamba Bwana ana mipango mema na watoto wetu na maisha yetu. Kwa utukufu wa jina la Bwana. Mstari wa 11-12. Luka 15 kuanzia mstari wa 11. Maandiko yanasema akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Mfalme, tukutukuza kwa ajili ya neno lako. Acha likawe nuru na taa kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Historia ambayo tumesoma ama kifungu ambacho tumesoma, maana ni uhai si historia, ni mahali ambapo mwana mpotevu alikuwa amefikia maamuzi fulani. Maandiko yanasema Yesu anapeana hadithi kuhusu watu wawili ama vijana wawili na baba mmoja ambao walikuwa wanaishi nyumba moja. Na maandiko yanatueleza kijana yule mdogo na si mkubwa, yule mdogo akakaa chini akapiga mahesabu, akakaa chini akafanya maamuzi, akajua mimi nataka kufanikiwa ama baba amechelewa kukufa. Maana urithi upeani na baba akiwa hai. Mara mingi upeano pale mwisho. Lakini kijana akakaa chini akasema mimi nataka kuomoka. Mimi nataka kufanikiwa. Mimi nimechoka na kusota. Mimi nimechoka na kukosekewa. Nataka mkao wangu. Haleluya. Amen. Hakuweza kuwa na subira ya kungoja wakati Bwana atakapombariki. Na ndipo maisha ambayo tunaishi siku ya leo. Watu wengi wana uharaka wa kupata utajiri. Watu wengi wana uharaka wa kupata pesa. Ukipata vijana hata siku hizi hawana time ya kwenda kanisa. Kwa nini? Wanajiambia tukijituma tutapata pesa. Mwanaume ni kujituma, mwanaume ni kuhustle. Lakini nataka nikuambie kuna faida za kungoja chini ya Bwana. Kuna faida za kumsubiri Kristo. Kuna faida za kumsubiri Bwana. Kuna faida za kungoja wakati na nyakati za Bwana. Inheritance haipeani mapema. Urithi upeano pale mwisho. Mara mingi tumeona wakati baba ako karibu kupumzika, anasema tafadhalini nikusanyieni wanangu. Tafadhalini nikusanyieni boma yangu na msiwache yoyote. Anawaita pamoja, anawaambia kujeni wanangu. Anawaambia pale mabomani nyuma ya milima pale niko na kashamba, hapo ni kandugu fulani. Pale mbele nako niko na biashara fulani, hapo ni kandugu fulani. Pale chini mabomani ama pale chini niko na shamba tena, hilo nakabidhi mahali fulani. Lakini huwa linatendeka pale mwisho. Lakini kijana sijui alipiga hesabu na wenzake, sijui alikaa chini
akaona kweli nyumbani tuna utajiri, lakini masani machache. Mimi nataka ufanisi wangu, nipewe utajiri wangu. Lakini ashukuriwe Mungu, maana jioni ya leo hatujakusanyika kama watu wasiokuwa na subira. Tumekusanyika kama watu wenye subira. Tunajua kumtumikia Bwana na kumngoja Bwana na faida zake. Kumtumikia Bwana si kupoteza wakati. Kuna faida zake. Mtu mpatie Bwana makofi. Faida zake. Haleluya. Ikiwa unaamini kumtumikia Bwana kuna faida, mpigie Bwana makofi. Kama hatungekuwa na ufahamu huo, hatungekuja hapa. Maana hakuna malipo. Hakuna malipo. Ni kujitolea tu. Haleluya. Ninaamini wale ambao ni Wakristo popote walipo pia wao ni kujitolea. Lakini nataka uelewe ya kwamba hii pupa ya kupata fedha, unaona kijana hawezi subiri, hawezi ngoja. Afadhali wako habit, wanasema wanasaidiana maisha. Na tunaelewa university ziko hapa karibu. Wanasema wacha tuishi tusaidiane. Lakini nakwambia kumsubiri Bwana kuna faida kubwa. Kumsubiri Bwana hadi akupatie chako, hadi akupatie ufanisi. Achana na sugar daddy, achana na sugar mommy, achana na mipango ya kando. Msubiri Bwana akuletee utajiri wako kwa wakati wa sawa. Ama usome mstari wa 13-14. Haleluya. Tumsubiri Bwana. Amen. Yes. 13. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Asante. Ya kwamba hata siku hazikukaa, nimekwambia masani machache. Hakuna muda siku hizi. Time is of essence. Kila mtu anataka kuimbie, apiganie, achangaikie, ajifanikishe. Kijana akaona nikikaa hapa naweza badilisha njia. Wacha nikimbie kwanza. Wacha niende mbali kidogo. Mahali hawataniona. Mahali hakuna mtu ananijua. Mahali hakuna baba yangu wala mama yangu. Wacha nitoke kwa baba. Maana nikifanya tabia mbaya hapa kwa baba, atanionya ama atanirekebisha. Lakini nikitaka nifanye vile nataka, wacha niende mbali, nijipange, nijitawale, nijifurahishe, nijipinafasi. Maana vijana wengi wanasema hatupangiwi. Hawataki kupangwa. Wanataka wakae mahali. Hata ukiona kama ni kwa kamnyeso, utaona wamevaa makofia. Kwa nini? Hawataki kujulikana. Wanataka wakae mbali. Mahali wamejificha. Kama ni mahali ambapo kuna taa, hata wakae chini ya mti, mahali kuna hakuna mtu atamjua. Nchi ya mbali. Kuna wengine ukienda huku chini, utamuuliza uliona wazazi wako lini? Hakumbuki. Ulienda kutembelea familia lini? Hakumbuki. Ulikutana nao lini? Hakumbuki. Ameenda wapi? Nchi ya mbali. Wengine hata hawajaenda mbali, wako nyumbani, lakini hawana ule uhusiano na ndugu zao na dada zao, hawana uhusiano na wazazi wao. Wamekorofishana, wamekataliana, wamekosana, kila wakati ni ugomvi. Amefunga moyo wake, huenda akawa anaonekana kwa karibu, lakini kwa kweli ako nchi ya mbali sana. Akaenda mbali. Akaenda mbali na babake. Akaenda mbali na sosi ya utajiri wake. Wangapi ambao tunawajua walikuwa kanisani, ghafla walipopata mafanikio wakaenda nchi za mbali. Watu walikuwa wamejitolea kwa uimbaji na kwa kuhubiri. Wengine walikuwa watumishi, lakini ghafla bingu shetani akawavamia, akawasafirisha hadi nchi ya mbali. Tumekuta Wakingale, maana Bwana anataka kumfikia mtu amrekeshe kwa sisi, kumfikia mtu amrekeshe kwa maisha mazuri, kumfikia mtu ambadilishie maisha.
anakuhitaji. Wachana na nchi ya mbali. Akaenda akaungana na watu ambao wanafanana na yeye. Akaenda akakaa huko chini. Na utakuta wakati mtu amepoteza njia, wanatembea na watu ambao pia wao wamepoteza njia. Haezi kubali kutembea na wenye wanaelekea njia ya sawa. Ndipo Biblia inasema katika Psalms 23 kwamba he restores me back into the path of righteousness. Anaturejesha katika njia ya haki, njia ya utakatifu, njia ya sawa. So anajua nikitembea na yule ndugu Pontus, ataniambia wachana na stati, achana na mipango, wachana na hizo plan zako, wachana na chapa, wachana na majani ambayo huwezi kula na ugali. Anajua ya kwamba huyu ndugu atanikemea. Kwa hivyo anataka ajifiche mahali, akae na watu ambao wanashikisha na yeye, wanachoma na yeye, wote wananuka moshi. Wanataka mahali ambapo watafanana mavazi wote. Vijana wa leo wakipotea wanataka wakae mahali ambapo watafurahishwa. Yani mahali wanapotea hapo ndo watajengwa, waambiwe uko sawa bro. Mwanaume ni hiyo. Hiyo ndo njia. Wanataka mahali ambapo their ego will be pampered. Ya kwamba kiburi chao kitafurahishwa. Ambiwe umeangukia msichana mwingine. Hapo sawa. Wewe ndo mwanaume. Wewe ndo akuku danger. Lakini anadanganya. Huyo ni shetani. Tumekuja kukuambia mwanaume kamili anaoa mke mmoja, anaishi naye milele. Anaoa mke mmoja, wanaishi pamoja, wanapata watoto wa kiungo, wanamwishia Bwana, mama zao zinamtukuza Kristo kwa utukufu wa jina la Bwana. Haleluya. Kiza tuache. Alafu maandiko yanasema akatapanya. Akatapanya ile mali. Nataka nikwambie ukweli, haijalishi kiasi cha utajiri ulicho nacho. Ukienda mbali na Mungu kitakuishia. Haleluya. Mradi uko mbali na mwenye alikupatia utajiri. Ukweli ni kwamba ndugu yangu utapoteza zote. Ndugu huyo alipoteza pesa zake zote, mali zote alitapanya. Kwa nini? Alikuwa mbali na yule ambaye alimpatia utajiri. Na kwa nini siku hizi vijana ama watu wengi wanatawanywa na Mungu wetu? Kwa sababu ya utajiri. Wanaambiwa wenda mbali, kanisa linataka kukuibia, kanisa linataka pesa zako, kanisa siku hizi lina heha. Nikwambie ya kwamba jibu liko ndani ya Yesu, katika jina la Yesu. Hata acha adui, tutahubiri injili katika jina la Yesu. Amen. So akatapanya mali yote, akaitawanya, akayaribu. Haijalishi utajiri ulio nao. If you are not investing in the kingdom, itapotea. Jana nilikuwa na ndugu mmoja akaniambia yeye ni engineer. Lakini ana mali huku na kule, lakini yote inatapanywa. Inapotea. Anapata tu inaibiwa. Ana cheo kizuri, amesoma, amekuwa askari, lakini pesa inapotea. Haionei faida, jamii yake hainufaishwi na maendeleo yake. Maana kila wakati unapomwondokea Bwana, kile alichokupa kinakuondokea mikononi, kinakuondoka. Haijalishi jinsi kimetuinua, haijalishi mahali tumefika, kinakuondoka usipomtumikia Bwana. Sasa tumeambiwa kwamba makanisa ndio yanatumia pesa zetu. Lakini ukweli ni kwamba hatuna nyingi za kutoa. Lakini tunajua Mungu tunapompa anatuzidishia. Mungu tunapompatia anatuongezea. Ndio maana tumejifunza mbinu ya kukaa karibu na Bwana. Maana tunajua huyu ambaye ameanzisha kazi njema ataikamilisha. Huyu ambaye anaanzisha kazi njema, huyu ambaye anatujenga, huyu ambaye anatutazama, anajua mwisho wetu na atatupeleka hadi mwisho.
Andiko anasema akakaa katika mji ule akashindwa kurudi, na akatafuta bwana mmoja. Yes. Na akamwambia kazi sasa ambayo utafanya ni ya kulisha nguruwe. Ya kulisha nguruwe. Ya kulisha nguruwe. Yes. So bwana huyu akaenda katika kazi ambayo si sawa na baba yake. Yes. Si sawa na maisha yake. Yes. Si sawa na hatima yake. Yes. Maana wacha nikwambie mpendwa. Yes. Shetani akipata nafasi anaweza kukupepeta kama ngano. Yes. Maandiko yanasema Yesu akasema, Petero, yes, shetani amekusudia kukupepeta. Amekusudia kukupepeta kama ngano. Yes. Lakini nimekuombea. Yes. Ya kwamba kama si Yesu Kristo, kama si Bwana, yes, shetani angekuwa ametuharibia maisha. Yes. Lakini ashukuriwe Bwana mwakingano. Atukuzwe mfalme mwakingano. Zile kutushikilia. Yes. Hata wakati tumeteleza. Yes. Ameshiri kutushikilia. Yes. Hata wakati tunaanguka. Yes. Anashiri kutuinua. Kijana yule akapewa kazi ya nguruwe. Yes. Nguruwe. Kulea nguruwe. Ukiwaona kule kwaitwa Mangoni ama kwaitwa wapi? Mangoni huko. Wanafanyishwa kazi ambazo si za sawa. Yes. Akumbuka nilipokuwa chuo cha Biblia, ndugu mmoja alituacha. Alikuwa akikuja shuleni, badala aingie shule, anaamua kwanza ile pocket money amepewa, anaingia kwa club. Anakunywa, ikiisha anaanza kuosha. Anaosha huko na analala kwa floor. Akijikumbuka tena ndio anarudi kwa shule baada ya wiki moja, wiki mbili. Yes. Nice. Ubaya mmoja, alikuwa na pumu. Alikuwa na shida, alikuwa na asma. So siku moja alipokaa hapo chini, floor ikamuingiza baridi sana. Aliporudi nyumbani hakuweza kupona. Maana shetani hana kazi zingine. Yes. Anakuibia kwanza. Yes. anakuharibia kisha Yes. hapo anakuangamiza. Hakuna kazi nyingine ambayo shetani anayo na maisha ya mtu. Yes. Kazi zake ni tatu, mambo yake ni matatu. Yes. Akuibie, Yes. akuharibie, Yes. kisha akuangamize. Yes. Anakuona unaenda vizuri, anakuibia mawazo, anakuibia njia na maamuzi. Yes. Kisha anakuharibia hatima. Yes. Kisha anakuangamiza. Yes. Lakini ashukuriwe Mungu, maana Bwana ametutuma kama waokozi. Ametutuma kama wakombozi. Bwana ametutuma kama waokozi. Kuna ndoa inataka kuanguka, Bwana anataka aikamate, airejeshe. Bwana familia ambayo iko karibu kutawanyika, lakini Bwana anataka ailete tena pamoja. Tumekuja kama waokozi, tumekuja kama watumishi, tumekuja kama mashahidi ya kwamba Bwana anaweza okoa. Haleluya. Amen. Andika anasema akawa anakula pale na wale nguruwe. Yes. Anakula. Yaani nafikaga mahali. Yes. You don't care what you take. Yes. Unakula chochote. Haujali ni nani anakuja, ni binti wa aina gani. Wewe unafanya chochote. Yes. Unaharibu maisha yako. You just mess around. You mess around. Haujali ni nini kinakuja. Yes. Haujali ni nani anakuja. Haujali historia. Yes. Unaharibu tu maisha. Shetani anakusababisha. Ananikumbusha Bwana kuhusu Samsoni. Ya kwamba alipokamatwa na kumolewa macho, akaanza kumsiaga ngano. Huyo ambaye alikuwa mkombozi akapewa kazi ya kusiagia maadui ngano. Anasiagia maadui ngano. Yaani wao wanakula, yeye anasiaga. Huyo ambaye alikuwa anawaangamiza. Huyo ambaye alikuwa anampigania Kristo. Huyo ambaye alikuwa anasimama na mbingu inasema yuko mwakilishi wa Israeli. Huyo ambaye alikuwa anapiga Wafilisti, wakija maelfu anawaangamiza. Sasa anasiaga ngano ndani ya dungeon. Amefungiwa mbali ya jela, ndani ya mahali akisiaga ngano.
lakini ashukuriwe Mungu. Andiko nasema siku moja, si miezi, siku moja tu akakaa chini, na kama vile alifikiria akasema, Baba nipe urithi wangu, sivyo hivyo akafikiria akasema, Baba nitarudi kwako tena. Ya kwamba je, kuna watumishi wangapi kule, na watumishi wa ile nyumba ni wa heshima, wale wakuli makombe wanakula kama matajiri. Kwa nini mimi nafanya hapa? Ni nini ambacho naishi? Kwa nini niko hapa? Maandiko yanasema akasema, nitarudi kwa Baba, nitarudi kwa Baba. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Usiruhusu kifo kikufikie. Uko na nafasi ya kubadilisha nia, uko na nafasi ya kubadilisha hatima, uko na nafasi ya kuzingatia maisha ya mbele. Bado una umri, usikupe mapema, usikupe na ajali, usikubali kuangamia. Kuwa kama mwenye ukoma wanne walisema, hapa tutakupa, tutaenda kule mbele, kile Bwana atatukomboa. Na kwa kweli Bwana waliomtumainia aliwakomboa. Bwana mpotevu akaanza safari, akasema, narudi, haijalishi vile kutakuwa, mimi narudi. Haijalishi ni muda gani nimekuwa mbali, nina nafasi ya kurudi. Maandiko yanasema alipomwona kwa mbali akasema, yule ni mwana wangu. Haijalishi umepotea muda gani, wewe bado ni mwana. You are my son. Wewe bado ni mwana. Title yako ibadiliki. Wewe bado ni mwana. Ufalme, wewe bado ni mwana. Haijalishi mahali ulikuwa ukaanguka, wewe bado mwana. Wewe bado. Damu ya Yesu ilimwagika. Usifanye upotee bure. Mwana wa Mungu, rudi ndani ya nyumbani. Wewe bado ni mwana. Haijalishi umbali umeenda. Haijalishi gonjwa lililokupiga. Wewe bado ni mwana. Rudi. Huenda ikawa unachechemea, lakini rudi kama mwana. Huenda ikawa umeharibikiwa na tumbo kwa vile ambavyo umekula, umeshikwa na ulcers na maradhi mengine, lakini rudi, bado wewe ni mwana. Isikie sauti ya Baba, isikize sauti ya mwana aliyeinuliwa msalabani. Wewe bado ni mwana. Biashara yako inaweza simama tena ukimrudia Bwana, maana wewe ni mwana. Ndoa yako inaweza imarishwa, maana wewe bado ni mwana. Baba yako hajabadilisha moyo wake. Tunayo nafasi ya kumrudia Bwana. Andika anasema, ukisikia sauti ya Bwana usifanye moyo wako mgumu. Haleluya. Tumekuja kunena na watu ili hiyo nia ibadilike, ilo wazo wakumbuke ya kwamba wako na nyumba yao. Wakumbuke ya kwamba baba yao anawahitaji. Tumekuja kuwaenenea Mwakingale, tuambia Baba bado anawataka. Haijalishi umesiaga ngano muda gani, haijalishi umesiaga ngano muda gani, haijalishi umesiaga majani muda gani, baba yako bado anakuhitaji. Usingoje ufe. Ukikufa hakuna kurudi nyuma. Biblia inatuambia simba aliyekufa au aliye hai ni bora kuliko simba aliyekufa. Haijalishi Bwana aliyeinvest ndani ya maisha yako, ukishakufa chapter imefungwa. Lakini ashukuriwe Bwana, maana leo tunaweza badilisha nia. Tunaweza badilisha nia. Tunaweza badilisha mawazo. Tunaweza badilisha nia. Tunaweza badilisha nia. Tunaweza badilisha mawazo. Tunaweza badilisha nia. Tunaweza badilisha mawazo. Ningependa ukimbie kwa Baba. Kimbia kwa Baba yako. Kimbia mahali uliangukia. Anza kurudi mahali uliangukia.
maandiko yanasema kumbuka ulipoangukia na urudi tena. Ningependa katika jina la Yesu, Bwana tusaidie, tujirudi, tushike njia za sawa, tuishi matendo ya sawa katika jina la Yesu Kristo. Basi wateule, ningependa tusonge karibu, tusimame kwa miguu yetu, Sasa unikaribishe, narudi leo, narudi kutoka mbali, sasa unikaribishe, sasa narudi. Naomba nisome Isaia 49 mstari wa 9. Mpendwa, ningependa tuombe. Sababu yetu kubwa sana ni kuomba kwa ajili ya mji wetu wa Voi. Haleluya. Wangapi wanaamini ipo siku na imeanza sasa, na kwamba Bwana atabadilisha mazingira yetu, Bwana atatubadilishia maisha. Huenda ikawa kuna mahali tupo, lakini Bwana akimalizana na sisi, anatubadilishia maisha. Kuna siku moja tutajulikana kwa sababu ya watu ambao mioyo yao imemtafuta Bwana. Haleluya. Mioyo yao imesongezwa kwa Bwana. Ndiposa sisi si kanisa, maana tunataka kama mwili wa Kristo tuombee vijana wetu. Tusipowaombea ni nani atawaombea? Na wanaharibikiwa. Wengi tumerusha mikono, tumesema potelea mbali, kila mtu na maisha yake. Lakini leo tunaweza mpazia Bwana sauti, tumwambie Bwana, tenda jambo kwa ajili ya vijana wetu. Isaia 49 mstari wa 9. 49 mstari wa 9. Get the right key. Kuambia waliofungwa, haya tokeni, na hao walio katika giza, jionyesheni. Watajilisha katika njia, na juu ya majabali watapata malisho. Ya kwamba Bwana anatuambia kuna mahali ambapo ni pazuri kuliko mahali tupo, na anasema kwamba tuna uwezo wa kuambia wale walio gizani watoke kwa nuru, waliofungwa watoke kwa vifungo. Haleluya. Amen. Ya kwamba wapendwa, mimi na wewe tuna uwezo wa kufanya hilo kupitia maombi. Ya kwamba nataka tuinue sauti zetu, tuwaite popote walipo, waje katika zizi, katika jina la Yesu Kristo. Waisikie sauti ya Bwana, waje katika zizi, wabadilishe nia na njia zao, warudi katika Baba yao, warudi katika njia za sawa. Haleluya. Katika jina la Yesu Kristo, ningependa tuinue sauti zetu, tumwambie Bwana katika jina la Yesu, vijana wetu tunawalilia, watoke gizani, watoke katika vifungo, watoke gizani, watoke katika vifungo. Inua sauti yako. Sabona bele Musa, jiro tozi ya mamante Musa palate. Inua sauti yako. Tunasimama kama mashairi katika jina la Yesu Kristo, 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 kama vijana wetu Bwana wakatoke katika giza. Tunasimama kwa imani, waita vijana, kuita wanaendelea, kuita wamama, kuita wazee, watoke gizani, yala kabisa pala kabisa, ulezabarate dabahanga, ulezabarate yana mante dababosha, katika jina la Yesu Kristo, ya kama watoke gizani, watoke gizani, watoke gizani, watoke gizani, watoke gizani, watoke gizani,
wapumzike, wazazi warudie, Bwana tunaomba Simoni mtu wa kiroho, inua sauti yako, inua sauti yako, inua sauti yako, wazee